Pombe Magufuli. Mara baada ya kuingia bungeni nilikuwa msaidizi wake kama naibu waziri. Yaliyosemwa mengi sitaki kuyarudia, lakini nachotaka kusema tu namna ambavyo tulifanya kazi naye. Alikuwa ni mtu kwanza wa kazi, alirudisha nidhamu kazini. Watu wengi walikuwa legelege katika sehemu za kazi, ilibidi wafate kila alichokuwa anasema kwamba hapa kazi tu. Kwa kila mmoja aliyepewa fursa kufanya kazi alijitahidi kuhakikisha kwamba anafanya kazi kulingana na utashi na matakwa ya yule aliyemteua. Lakini pia hakupenda kuonewa kwa watu, hasa wale watu wa chini. Nadhani kwa sehemu kubwa alipenda sana kuwazungumzia watu wa chini hawa ambao walikuwa wamesaulika, machinga, bodaboda na watu wengine. Na alipenda kusema ya kwamba taifa hili ni tajiri. Kwa hiyo kama taifa ni tajiri, hatuna sababu ya kulia umaskini kila leo. Kasema utajiri wa nchi hii ni mkubwa sana, lakini pengine haujaweza kuratibiwa vizuri. Na alifanya kazi kwa muda mfupi, tukaona namna ambavyo taifa limeweza kukua kiuchumi kama ambavyo Mpina ameyazungumza. Lakini jambo lingine ambalo alikuwa nalo katika mazungumzo, alikuwa hataki kusikia uongo. Usiende pale kama kiongozi unapeleka uongo, atakurudisha. Na unaweza kaenda na jambo la ukweli, lakini pia atataka kulichallenge ili uweze kusema vizuri. Naweza kutoa mfano mmoja mdogo tu. Tuna kawaida unapokuwa kiongozi, anapokuja kiongozi wa juu, unatakiwa umpe picha ya eneo analokwenda kuzungumza na wananchi. Unamwambia kwamba hapa kuna changamoto 1, 2, 3. Jambo la kwanza atakuuliza, wewe kama kiongozi umefanya nini ili kutatua hilo? Kwa hiyo unataka mimi nikufanyie kazi yako. Lakini hapo hapo anataka ajue hali ikoje. Kwa hiyo ukipata challenge ya namna hiyo, wakati mwingine unapata woga, sasa hivi nikimwambia labda atani blast, aseme kwa nini wewe umeshindwa. Lakini alikuwa ni mtu ambaye anapenda ukweli, na unachomwambia lazima kiwe cha ukweli na kwa wakati wowote akikuhitaji. Na kwa kweli katika mawasiliano yake na mawaziri wake na viongozi ni usiku wa manane. Watu tulizoea kuacha simu zikiwa on. Akikupigia mara moja mara mbili hujapokea, sasa ujiandae unaenda kusema nini. Simu zake zilikuwa za usiku. Na akikupa kazi anategemea anakupa na muda wa kutoa majibu yake. Na alikuwa haangalii kwamba wewe ni waziri au ni naibu waziri. Jambo akitaka liende kwa naibu waziri linaenda, akitaka liende kwa waziri litakwenda. Kwa alikuwa ni mtu ambaye anamwamini mtu katika kazi ambayo anamtuma, na anakuwa ni mtu wa ufuatiliaji sana. Aliangalia zaidi miundombinu ambayo ingeenda kunyanyua uchumi wa taifa hili. Mpina ameisema yote. Kwa sababu kama rais lazima uone ni namna gani taifa litasonga mbele. Na kwenye masuala ya uchukuzi, usafirishaji, masuala ya uzalishaji ya umeme, ndio hayo ambayo yananyanyua uchumi wa nchi. Lazima kila mahali pafikike. Kwa njia ya maji, kwa njia ya barabara, kwa njia ya anga, lakini pia uzalishaji katika viwanda ambavyo vingi alianzisha kwa kipindi chake. Alitafuta kuwa na uhakika wa umeme ambao sasa ndio tunaona unatumika. Kwa kubwa tuseme ni kwamba alikuwa ni mzalendo wa kweli, alikuwa ni mtu anayesimamia maono yake, lakini alikuwa ni mtu anayependa Watanzania na alikuwa mzalendo wa kweli. Katika uzalendo wake tumeona katika matendo yake, wala hakutaka kujinufaisha kwa namna yoyote. Hakutaka utani katika mchezo, katika nafasi anayokupa. Kwa niseme kwa kweli tumepoteza. Nilikuwa natamani hata wakati huu wa Toure ambaye yupo sasa wa Burkina Faso, pengine angeweza kuwa na Magufuli, mambo yangeenda vizuri, lakini najua Tanzania hii ipo. Kwa tuna imani viongozi wetu waliopo, tuna imani wanazidi kuyaendeleza yale mazuri ili tuweze kufikia katika ile ndoto yake aliyokuwa nayo. Alitaka kuiona Tanzania inakuwa ni nchi ya kutoa misaada sasa, na badala ya kupokea misaada kutokana na rasilimali nyingi ambazo tulizonazo. Tuendelee kumkumbuka kwa hayo mazuri, lakini pia tuendelee kumwenzi kama ambavyo kanisa linafanya na serikali inafanya. Hapo tutakuwa tunaishi naye katika mioyo yetu, lakini tukithamini zaidi kila alichokitamani, kuiona Tanzania ambayo inashamiri na Tanzania inakuwa ni nchi inayojitegemea na sio utegemezi. Tumsifu Yesu Kristo. Asante kwa nafasi.